Ninawasalimu mjambo, nashukuru kwa sababu ya nafasi ambayo tumeweza kupata. Nimesimama jioni ya leo kwa sababu ya kuweza kusaidiana katika mambo ya kiroho. Na kama mnavyofahamu ya kwamba wakati mwingi huwa najibu maswali ya wenzangu ambao wanaweza kuuliza wakiwa na changamoto. Napochunguza kwa ufahamu ambao Mungu anaweza kunijalia, naweza kuweza pia kuzungumza ili tuweze kusaidiana katika safari ya mambo ya kiroho. Na kwa sasa kuna swali ambalo limeweza kuulizwa na dada yangu ambaye hapa, samahani kwa sababu nimechukua siku chache ambalo ameweza kujiuliza, lakini nilikuwa nimeketi nikichunguza ili niweze kupata ufahamu pia ninapojibu nisiweze nikajibu mambo kutoka kwa kichwa changu. Na sister yangu Nora ambaye ameweza kuuliza swali lake la kwanza, anauliza kuhusu unabii wa kitabu cha Ufunuo 14 ambapo tunapata watu 1,144,000 na wanaonekana wakisimama katika Mount Zion. Anauliza hawa ni akina nani? Hilo swali ndiye ameuliza. Na pia swali lake la pili ameuliza kuna uhusiano gani na kitabu cha Ufunuo 14 na 144,000 pia wanaopatikana katika kitabu cha Ufunuo 7 ambayo inanakili makabila 12 na makabila yote 12 yakiweza kutoa tena hesabu hiyo ya 144,000. Na swali lake la mwisho anauliza kutokana pia na Ufunuo 7 mstari wake wa 9, anaona great multitude ama umati mkubwa unaoonekana na wamevaa mavazi meupe, nao anauliza ni akina nani? Sasa maswali haya nilikuwa nichangamkie kidogo kwa haraka kusudi niweze kuyajibu, na nitajibu kulingana vile nimesoma. Ukiwa na ufahamu zaidi utaweza kunisaidia pia, kwa sababu pia mimi ni msomi na mimi bado ninasoma, na sasa tunaendelea kujifundisha na wengine wanaotaka kujifunza kama mimi, sababu katika neno la Mungu sisi wote ni wasomi, na neno la Mungu kila siku linakuwa jipya jinsi tunavyoendelea kulichunguza. Okay, sasa swali hili la Ufunuo 14 mstari wake wa kwanza linatokana na jambo fulani, kwa sababu ukisikia anasema kwamba kisha nikaona huyo mwana kondoo amesimama katika mlima Sayuni na watu 144,000. Statement hii yenyewe inatokana na jambo fulani tunapoisoma katika kitabu cha Ufunuo. Hebu nisome kidogo ndio uweze kusikia swali ambalo Nora ameweza kuuliza. Na Nora, ikiwa bado utaridhika, tutaendelea kujifunza, na kama una changamoto pia unaweza kuuliza, na mimi tuna walimu wengine wanaweza kusaidia kujibu. Inasema, kisha nikaona na tazama, huyo mwana kondoo amesimama juu ya mlima Sayuni na watu 144,000 pamoja naye, wenye jina lake na jina la baba yake limeandikwa katika vipaji vya nyuso zao. Sasa tunaangalia hapa, hao ni watu ambao wanaonekana wana kitambulisho na wameandikwa jina la mwana kondoo na jina la baba yake. Ni watu 144,000 na wanaonekana wakiwa wamesimama katika mlima Zion. Lakini statement inayoiguza ni pale anapoanza, anasema ya kwamba kisha nikaona huyo mwana kondoo amesimama. Hii statement inaonekana kuna mahali imetoka. Na imetoka wapi? Nitajibu kwa haraka kwa sababu sina muda. Naangalia naona saa inakimbia sana na lazima niweze kujibu swali hili. Inatokana na kitabu cha Ufunuo 13. Kitabu cha Ufunuo 13 kinatupa taarifa ya mnyama ambaye anaonekana akitawala katika kipindi kitabu cha Ufunuo 13 mstari wa kwanza hadi mstari wa 10. Mnyama huyu anaonekana ya kwamba aliinuka na akaweza kufanya dunia yote iweze kumfuata na iweze kufuata kanuni zake. Lakini tunaangalia tunaona ya kwamba huyu mnyama aliweza kupigwa jeraha la mauti. Ninapozungumza kuhusu mnyama, naongea kutokana na system ya utawala ambayo iliyotawala katika kipindi fulani, na tawala hii ni tawala ya kidini ambayo iliweza kutawala na ikaweza kulazimisha watu wote waweze kufuata imani hiyo. Lakini tunaangalia imani hii kwa wale ambao tuliosoma hapo awali, tuliangalia tukaona system hii ni system ya kanisa la Kirumi ambayo ilikuja ikatawala na ikalazimisha dunia yote kuweza kufuata uongozi na imani yake kutoka kipindi cha miaka ya 538 AD mpaka mwaka wa 1798. Na ndio tunaona ya kwamba katika kitabu hicho mstari wa kwanza hadi mstari wa 10 unapata hapo katikati ya kwamba
utawala ulikuja ukapigwa jeraha la mauti, kumaanisha ulikuja ukaondolewa mamlakani na uwezo wake ukaweza kunyang'anywa. Na tunaona ya kwamba aliponyang'anywa, tunaona Biblia inaporudi sasa inatuonyesha jeraha lake la mauti liliweza kupona. Unaposoma sasa katika kitabu cha Ufunuo 13, baada ya jeraha kupona, ndio tunaona ya kwamba mstari wa 11 tunaona kuna system ambayo niliweza kufundisha hapo awali ya kwamba system hii iliweza kurejesha tena ile utawala wa kidini wa kanisa la Kirumi, kuweza kurudi tena mamlakani na kuweza kutawala na kulazimisha watu tena kukandamiza uhuru wa dhamiri na watu waweze kufuata imani hiyo. Na utawala huu ni utawala wa nchi ya Marekani, ambao tunamuona utawala wa nchi ya Marekani yule mwana kondoo anaonekana akiwa mfano wa mwana kondoo, si mwana kondoo bali mfano wa mwana kondoo. Lakini tukisoma hapo chini kuanzia mstari wa 11 kuendelea, tunaona kwamba anazungumza kama joka. Joka ni nani? Joka ni system ya kanisa la Kirumi, ambao ukisoma katika Ufunuo 13 mstari wake wa mstari wa kwanza wa pili, utapata ya kwamba joka aliweza kumpa kiti chake na uwezo wake mwingi. Kwa hiyo tunaona ya kwamba Marekani itakuja kurejesha tena uwezo wa kanisa la Kirumi na kuweza kuwaponya lile jeraha na kuweza kutumia uwezo wa system hii ya kanisa la Kirumi tena kulazimisha dunia kuweza kufuata utawala wake. Na ni nini Warumi waliweza kufuatisha watu wakati huo? Unaelewa kwamba Warumi waliposimama katika utawala wao wa kidini kando na utawala wao wa kiserikali, waliweza kulazimisha watu kuweza kufuata imani na ibada yao, ambayo iliweza kuanzishwa na mfalme ambaye alikuwa anaitwa Constantine, ambaye alianzisha sheria ya kuweza kuabudu Jumapili. Na ndio tunaona ya kwamba Marekani itakapoponesha jeraha itakuja kulazimisha tena watu waweze kufuata sheria hiyo. Sasa unaposoma kuteremka hapo mstari wake wa 13, 14, 15 mpaka mstari wake wa 18, unapata dunia yote inatiwa chapa ya mnyama ama chapa ya utawala wa kanisa la Kirumi, kumaanisha watu wote wataweza kufuata system ya kanisa la Kirumi na kuweza kufuata ibada zao. Na sasa tunapofunga hiyo chapter ya 13, tunaona ya kwamba dunia mzima, wadogo kwa wakubwa, matajiri kwa maskini, walio huru kwa watumwa, wote wametiwa chapa. Na hakuna hofu tena kwa watu wa Mungu. Yaani wote wametiwa chapa ya mnyama na wamepokea chapa ya 666. Sasa John anaponakili habari hii inakatisha tamaa, kwa sababu yeye alikuwa ni mtu wa Mungu na anapoandika hakuna matumaini kwa watu wa Mungu. Lakini sasa anapofungua chapter ya 14 ndio anatupea tumaini. Anatupea tumaini ikionyesha ya kwamba kando na dunia yote kuweza kufuata mnyama na kutiwa chapa ya mnyama, kumeonekana idadi ya watu 144,000 ambao hawakuweza kupokea lile chapa ya yule mnyama, bali wana jina, wana chapa wana muhuri wa Kristo na wa baba yake. Yaani hawajaweza kuwa wametiwa unajisi na system ya imani ambao kanisa la Kirumi limeambukiza dunia mzima. Na ndipo tunaona ya kwamba ni watu ambao walionekana ya kwamba ni washindi, kwa sababu tunaona ya kwamba katika kitabu hicho tunaona watamanisha historia ya dunia, na kwa sababu hiyo wanaimba wimbo wa Musa na mwana kondoo. Katika kitabu cha Kutoka 15 tunaona Musa alipoongoza wana wa Israeli wakiimba wimbo ambao dada yake Miriamu, dada ya Musa, aliongoza wana wa Israeli baada ya kuvuka mto Red Sea. Walipoona ya kwamba jeshi la Farao limeangamia lote na limeweza kuangamizwa katika bahari ile, Miriamu aliweza kuimba wimbo. Na ndio tunaona ya kwamba 144,000 inaonekana ya kwamba hawakuweza kutiwa unajisi na wanawake. Tunapozungumzia wanawake, tunazungumzia makanisa ama doctrines ambazo makanisa ziko nayo. Kwa hivyo walikuwa na pure doctrine ambayo ni ya Biblia peke yake, kwa maana walisimama na Mungu na mwana kondoo, wala makanisa hayakuweza kuwanajisi katika mafundisho yao machafu ambao yameambukizwa na kanisa la Kirumi. Na ndio tunaona tunapozungumza mambo ya wanawake tunaongelea kanisa katika kitabu cha Waefeso 5 mstari wa 22 hadi 23. Na tunaambiwa siri hii ni kubwa, kwa maana Paul anaongea kuhusu kanisa la Kristo katika mstari wake wa Waefeso 5 mstari wake wa 31. Kwa hivyo tunaona ya kwamba 144 ni watu ambao watakaoweza kusimama tu hivi karibuni, wakati sheria ya Jumapili inarejeshwa tena, na wataweza kusimamia jina la Kristo na la baba yake. Hawataweza kuwa wamechafuliwa na imani ambazo ni potofu, bali watasimamia ukweli wa Kristo wa neno takatifu, kwa sababu Yesu mwenyewe ni neno la Mungu ambalo ameweza kulileta kwetu
tuweze kufuata, kwa sababu Yesu alisema ya kwamba unajua kweli na kweli itatuweka huru, au atakuwa amewekwa huru na chapa ya mnyama kwa sababu ya neno la Kristo. Dada Nora, ikiwa una maswali zaidi utaweza kuuliza. Wacha nichangamkie swali la pili. Uhusiano kati ya Ufunuo 14 144 na 144,000 ambao pia inapatikana katika kitabu cha Ufunuo 7. Okay, dada yangu, kile ambacho ningeweza kukujibu ni ya kwamba Mungu anawaka through channels. Katika kila wakati Mungu anawaka through channels. Katika Agano la Kale Mungu aliwak through Israel, Gentiles, Israel ambao ni descendant wa Abraham ama wana wa uzao wa Abraham ambao walikuwa wanaitwa Wayahudi. Na Mungu aliweza kuwatumia kuwaweka duniani kusudi aweze kuweza kupanda mbegu njema ambayo ukweli wake uweze kujulikana kupitia wana wa Israeli. Na Mungu aliweza kufanya chochote kusudi wana wa Israeli waweze kureflect character ya Mungu, ile Mungu ambayo aliweza kuweka duniani. Na wana wa Israeli walikuwa na kabila 12. Na kabila hizi 12 zilikuwa zinarepresent Mungu mpaka mwisho, kwa sababu ni ukamilifu katika namba yake, na alikuwa ameweka tabia hiyo iweze kudhihirishwa na wana wa Israeli kupitia kabila zao. Lakini tunaangalia tunaona ya kwamba ukisoma katika kitabu cha Genesis chapter 49 na kitabu cha Deuteronomy ama Kumbukumbu la Torati ama ni 33, utapata makabila 12 ya wana wa Israeli ambayo yalikuwa yawakilishe Mungu duniani. Lakini ukiangalia makabila yenye yako katika kitabu cha Ufunuo 7 ni makabila tofauti kidogo na yale unapata katika kitabu cha Ufunuo 7 ambao wanaleta pia namba ile ya 144,000. Hii inamaanisha nini? Mungu alikuwa anahakikisha kufanya kazi na wana wa Israeli. Lakini unabii katika kitabu cha Isaya 1:5 mstari wa 1 hadi mstari wa 5, Mungu alikuwa ametabiri ya kwamba itafikia wakati Mungu atang'ang'ana na wana wa Israeli waweze kumaliza kazi wakiwa watu wa Mungu. Kwa sababu Mungu alikuwa amepeana ahadi na Abrahamu, akasema ya kwamba ataweza kudumu katika familia yake na ataweza kuwaongoza na atakuwa pamoja nao na atakuwa Mungu wao. Lakini kulikuwa na condition ikiwa wataweza kutii. Lakini tunaona ya kwamba wana wa Israeli hawakuweza kutii. Ndio maana Mungu akaweza kutoa mfano ya kwamba alitoa mfano wa mtu ambaye alikuwa na shamba lake ambaye aliweza kulitengeneza sana shamba la mizabibu. Na anasema shamba hili la mizabibu ni nyumba ya Israeli ambayo ilifanyia kila kitu. Lakini badala ya kuweza kutoa mazao mazuri, iliweza kuzaa zabibu mwitu. Ndipo Yesu alipokuja alijaribu kuwakumbusha ili waweze kurudi, kwa sababu Mungu alituma Yesu kusudi aweze kuingia kuweza kuwaokoa. Unaelewa, Yesu alikuja kwanza katika nyumba ya wana wa Israeli kusudi aweze kufanya nini? Kuweza kuwaokoa na kuwarejesha tena katika wito wa kwanza waliopewa, lakini wana wa Israeli waliweza kukataa na hawakumsikiza. Ndipo walipokataa kumsikiza, katika Yerusalemu pale Yesu akaanzisha channel nyingine, akaanza kuwaita wale ambao ni waaminifu na wanataka kufuata ukweli wa Mungu pale pale. Hakutoka nje, bali alianzia tu pale Yerusalemu, akaanza kuita watu, wanafunzi wake, akatengeneza kikundi cha wanafunzi wake. Kwa sababu unabii wa Isaya ulikuwa unasema kwamba hii channel ya wana wa Israeli, kwa sababu nilipokuambia Mungu anafanya kazi kupitia channel, ingekuja kuanguka. Na sasa tunaona ya kwamba ilikuwa ni kabila 12, lakini sasa tunaona sasa ameanza kutumia sasa hiyo channel tena katika nini? Katika wanafunzi 12 kutoka kwa makabila 12. Sio Yesu anaanzisha kikundi kingine cha wanafunzi mitume 12 kuweza kuanzisha kanisa lake ama channel yake. Na tunaona ya kwamba Yesu alikuwa amewaambia kwamba kupitia pia mfano Yesu aliweza kutoa katika kitabu cha Matthew chapter 21 kuanzia verse 3. Naomba dada yangu uweze kusoma vizuri, nafikiri utapata mambo mengi pale. Na kupea tu mafunzo kuweza kukusaidia na wale wengine wanataka kusikia fundisho hili waweze kujisomea wenyewe, waweze kutafakari. Mungu alikuwa amewaambia kwamba aliweza kuwapanda shamba lake na akaweza kutuma watumwa wake waweze kuenda aliweza kuwatuma pale. Lakini wale wafanyikazi walioajiriwa katika lile shamba waliweza kuwaua watumwa wake, wakawatenda jeuri, mpaka Mungu ikafikia wakati mwingine akasema atatuma mwana wake, ili ingawa kama wataweza kumsikiza. Wakawa ni watu wa jeuri, wakachukua yule mwana wakasema ni mrithi, wamuue ili waweze kurithi. Na ndio tunaona ya kwamba waliweza kumuua Yesu.
Yesu alijaribu kuwapembeleza sana. Na ukisoma katika kitabu cha Mathayo chapter 23:37 anasema ya kwamba amejaribu kuwakusanya wana wa Israeli, nyumba ya Israeli, kama vile kuku anajaribu kukusanya vifaranga vyake katika bawa zake, lakini wao wenyewe walikuwa wanakataa. Lakini sasa anatoa suluhisho, kwa sababu amejaribu mpaka ambapo hakuna tiba tena, kwa sababu unajua dhambi kisidi sana, na uasi kisidi unavuka mipaka mpaka mahali ambapo hauwezi kuweza kurudi tena. Ndio tunaona ya kwamba Mungu anasema ya kwamba kwa sababu mmefanyia kile ambacho mnastahili kufanya kama wana wa Israeli na mmekataa, nyumba yenu imeachwa ukiwa, na Mungu amegeukia taifa lingine litakalozaa matunda yake. Israeli ilikuwa izae matunda ambayo Mungu alikuwa amekusudia wazae. Ukisoma katika mstari wa 43. Kwa hivyo nimekuomba uweze kusoma vizuri kutoka 33 mpaka mstari wa 43. Wayahudi walipokataa, nyumba yao iliachwa ukiwa, na Mungu akaondoa katika taifa la Israeli, akashughulika na system ya waaminifu ambao waliweza kukubali wito huo. Ndio ndugu yetu Paulo anasema katika kitabu cha Wagalatia 3:29 anasema sasa, ikiwa wewe umemkubali Kristo kwa sababu Wayahudi walikataa, umechukua nafasi ya ahadi zile ambazo ziliweza kupeanwa kwa Abrahamu ya kwamba Mungu ataweza kuzitimiza. Na sasa anasema hii inakata cross. Sasa si ya nyumba ya Israeli peke yake. Unajua kuna watu wanaamini na wale watu wanakaa pale Middle East wakifikiria Mungu ana dini na channel yao. Mungu aliwaacha walipokataa kutii wito. Sasa Mungu anasema ya kwamba ukisoma hiyo Wagalatia 3:28 anasema sasa si Wayahudi, si Wagiriki, yani watu wa mataifa. Sasa ikiwa wewe ni Myahudi ama wewe ni Gentile, bora tu umemwamini Yesu Kristo, wewe unaweza kuwa mrithi wa ahadi za Mungu kama vile walikuwa wamepewa pale, kwa sababu wao walipopewa walikataa. Na wacha niwaambie, dhambi kubwa ya wana wa Israeli ama Wayahudi ni kumkataa Yesu. Yesu ndiye alikuwa msaada wao wa mwisho kabisa kuweza kukuja kuwarejesha, lakini wao waliweza kukataa. Na hii naona ndio hatari kubwa yenye iko kwa watu wa Mungu saizi. Watu wengi wanaamini ya kwamba sisi ni watu wa Mungu na tunaweza ishi vile tunavyotaka kwa sababu Mungu hawezi akatuacha. Mungu aliahidi wana wa Israeli hawezi kuwaacha, lakini walipokataa kufuata sheria zake na kanuni zake, Mungu aliwaacha. Na tunaona ya kwamba uhusiano wa 144,000 inapatikana ni watu ambao watafanya kazi ya mwisho kabisa, na ndio tulisoma pale juu ya kwamba wataimba wimbo wa Musa na mwana kondoo, kwa sababu kuna portion mbili. Mungu amekomboa watu wa Mungu na alikuwa awafikishe Kanaani katika sehemu ya kwanza ambayo hawakufika kwa sababu ya ugumu wa mioyo wao Musa alipokuwa anawaongoza. Na kwa sababu hawakufika, ukisoma katika Waebrania 4:9 nafikiri. Waebrania kuanzia mstari wa kwanza. Inasema kwamba walikuwa wapokee zile ahadi lakini hawaweza kuzipokea. Lakini Mungu ameahidi tena sehemu ya pili watapewa. Hii mara ya pili ni Wakristo wale watakaomwamini Kristo kama Musa vile alivyoongoza wana wa Israeli, ili atakuwa mkombozi wa mwisho wa kuweza kuokoa watu wa Mungu, wataweza kuokolewa na wataweza kurithi ahadi za Mungu. Sasa 144 hii tunayoiona katika kitabu cha Ufunuo 7 hawatoki katika taifa la Israeli, bali ni Wakristo watakaokuwa na tabia zile Mungu alikuwa anakusudia ziweze kuwa na makabila wajane 12. Watatoka katika kila taifa, lugha na jamaa. Hawatatoka katika Middle East. Watu wengi wanakosea kusema ya kwamba ni watu wa kabila la Juda, Benjamin. Lakini ukiangalia katika Ufunuo, ndio nimekuambia kitabu cha Mwanzo ambao ni Mwanzo 49 na Kumbukumbu la Torati 33, unapata kuna kabila haiko pale katika kitabu cha Ufunuo 7, kabila la Dani. Na unaona wameinclude mwana mmoja wa Yosefu ameingia katika kitabu cha Ufunuo kuweza kutuaccommodate sisi watu wa mataifa Gentile tuweze kuingia pale, lakini wote wataingia kulingana na character ambazo zilikuwa pale. Ukiangalia hata Musa akipeana ahadi na zile zilipeanwa na Yakobo katika kitabu cha Mwanzo 19, kila mmoja lazima uweze kureflect character zile ambazo Mungu aliweza kuzinunua pale, iwe ni kwa kabila la Lawi, la Juda, la Benjamin, lakini si la Dan. Hizo tabia zote ndio zinakubalika kuweza kuhusisha dunia mzima kujumuika pale, utahesabiwa kuwa mmoja wa kabila zile ili uweze kuweza kurithi ule uzima wa milele. Sasa hao 144,000 wanapatikana kusimama katika kipindi cha dhiki kuu, jinsi ambavyo tumeweza kusoma. Na tunaona 144 wanasimama wakisimamia Kristo wakati sheria ya Jumapili inawekwa na mnyama, na watasimama kutetea ukweli. Okay. Tumesema sasa wanakata cross, si Wayahudi na si watu wa mataifa.
Wewe kuwa ni Myahudi bora na muamini Kristo, unaweza simamia ukweli, kuweza kusimamia ukweli huu wa kusimamia ukweli huu. Lakini hawa great multitude, nataka kujibu tu kwa haraka. Hawa great multitude wanapatikana nao ni akina nani? Hawa great multitude tunawapata katika kitabu cha Ufunuo 7 mstari wa 6. Inajibiwa pia katika kitabu hicho mstari wake wa 13. Inasemekana wametoka katika dhiki kuu duniani. Dhiki kuu inaanza lini? Wakati sheria ya Jumapili inawekwa, wakati 144 wanasimamia ukweli, nao pia wanasikiza ujumbe wa 144,000. Wanasimamia ujumbe, wanatoka na katika ujumbe ambazo zinafuatana hapo katika kitabu cha Ufunuo 14 mstari wake wa nini? Wa 6 hadi mstari wa 12. Lazima waweze kuweka misingi iliyopotea ya sheria za Mungu tena iweze kurejeshwa, watu waweze kuwa watiifu wa Mungu tena. Lakini inasimamia sehemu ya mwisho kabisa ya malaika huyu, ama mjumbe wa mwisho kabisa aliyekuwa anasimamia jumbe za malaika watatu katika kitabu cha Ufunuo 18 mstari wa kwanza. Hasa mstari wake wa nini? Wa 4 unaosema pokeni kwake. Kwa hivyo hao wanatoka katika muunganiko wa madhehebu. Na hao wale wanapotoka wataungana na hii mambo ya communism. Watasimamia ukweli wa Mungu bila kutoa ushauri na ushawishi katika madhehebu mengine. Watasimamia ukweli wa Mungu na neno lake, nao wale watakaosikia baada hao itakuwa ni kikundi kingine cha watu wengi sana watakaosimamia ukweli. Kwa hivyo great multitude wanaitwa na wanaweza kusafisha mavazi yao, yani wanaweza kubadilisha tabia zao baada ya ujumbe watakaopokea, baada ya kusikiza ujumbe wao utakaosikizwa na wajumbe watakaofunga historia ya mwisho ambao Mungu ataweza kuleta ujumbe huu wa Ufunuo 18 mstari wa kwanza hadi mstari wa 4. Ndugu yangu, lazima tuweze kusimamia ukweli. Wana wa Israeli wa leo ninaposema wana wa Israeli, ninasema kuna wana wa Israeli kama taifa na kuna wana wa Israeli ambao wako na kabila 12 katika kufunga historia katika kitabu cha Ufunuo, wanasimamiwa na kanisa. Kama vile ambao tunaweza kusoma katika Galatia, wale watakubali Kristo ambao ni kanisa ndio wataweza kusimamia Israeli ya leo. Kuna kitabu ambacho nilikuwa nasoma, kitabu kinaitwa Patriarchs and the Kings, page 74 paragraph 2. Inasema ya kwamba Waisraeli wa sasa ni kanisa ama ndio channel Mungu ataweza kutumia. Na ni kanisa ambalo linajulikana katika kitabu cha Ufunuo 12. Lina misingi ambayo Mungu anaweza kuiivia. Yaani wana tabia yake. Wanabeba Biblia nzima kulingana na jinsi ambavyo ilivyo. Ndio maana unasikia wana jua, wana mwezi na pia wana nyota 12. Yaani wana jumbe zote za Biblia na wanamwakilisha Mungu duniani ama wawakilishi wake. Na ndio tunaangalia katika kitabu ambacho Wakristo wa mwisho wale wanaotajwa pale, kitabu kingine ambacho nilikuwa nasoma kinaitwa Testimonies, Testimony Standards on Diet and Food, page 195 paragraph 10. Inasema ya kwamba Wakristo hao wanaofunga historia ya dunia ni Waadventista wa Sabato wanaosimamia misingi ya kweli. Nielewe vizuri, Waadventista wa Sabato wanaosimamia imani yao kikweli. Hii inamaanisha nini? Kuna Waadventista wa Sabato wasiosimamia imani yao kikweli. Si hao, ni wale watakaosimamia. Kwa hivyo watatoka hapo miongoni mwa hao 144,000. Nielewe vizuri, watatoka miongoni mwa Waadventista wa Sabato wanaosimamia imani yao kikweli na kuwa na uhusiano na Mungu na wasiojichangamanyisha na madhehebu, wanaohubiri ujumbe wa malaika watatu. Kuna Waadventista leo, nielewe vizuri, wasiohubiri ujumbe wa malaika watatu. Unanielewa? Au waondoe. Waadventista wanaohubiri ujumbe wa malaika watatu, wito wa mwisho kwa dunia. Kitabu kingine kinaitwa Testimony for the Church volume 9 page 19 paragraph 1 to 3. Inasema ni Seventh Day Adventist ambao watahubiri ujumbe wa mwisho wa kuweza kuita watu duniani, watakuwa na habari njema. Sasa la mwisho langu ndugu yangu nikukwambia, watu wengi wamekaa wakiniuliza, na pia watu ni wachache sana wanaoitwa kuenda kusimamia namba 144. Ni kweli ni wachache, lakini Yesu wanasema pia wale wanaoenda mbinguni ni wachache. Na kama usipojihesabu kwa hao wachache, basi jihesabu wa kupotea. Kama hautajihesabu kwa hao wachache, jihesabu kupotea. Kwa sababu katika kitabu cha Mathayo ni 7:13 inasema jitahidini kuingia katika njia iliyo nyembamba. Wale watakaoona njia ya ukweli ni wachache sana, bali wale wengi watapotea. Watakuwa wengi wa kupotea. So kile ambacho nilikuwa nataka kumalizia ni ya kwamba dada White katika kitabu chake
ambacho kinaitwa review and error ya March 9 1905 paragraph 4 paragraph 4 anasema kila mmoja wetu ajitahidi awe miongoni mwa 144,000. Kwa hivyo tumeelewa ya kwamba 144,000 ni watu ambao wataka wapatikana katika kipindi hiki ambacho tunaingia wakati sheria Jumapili inatangazwa na Marekani, jinsi ambayo nilianza kukuambia, ambao watasimamia ukweli wao, hawatajichangamanisha na madhehebu, hawatatii unajibu na wanawake, hiyo ndio inamaanisha, ama doctrine zao. Na hao watasafiri mpaka watafunga historia ya dunia. Watafunga historia ya dunia na wataimba wimbo wa Musa na mwana kondoo. Kwa nini nasema hivyo? Wimbo wa Musa na mwana kondoo uliimbwa tu alipovuka ng'ambo. Na wimbo wa mwana kondoo wa Kristo pia utaimbwa wakati utakapovuka ng'ambo, utakaposhinda alama ya mnyama. Ukisoma katika kitabu cha Ufunuo 15 inasema ni wale ambao watakaoshinda, ambao hawataweza kutiwa alama ya mnyama. Kitabu cha Ufunuo ngapi? Kitabu cha Ufunuo 15. Mstari wa 3. Ni wale ambao watakaoshinda ndio watakaoimba wimbo wa Musa na mwana kondoo. Nafikiri hiyo utasoma hapo na utaweza kuelewa zaidi. So kile ninachosema ni ya kwamba kila mmoja wetu aweze kung'ang'ana kusudi awe miongoni mwa 144. Haijachaguliwa, ni wewe utachagua kuwa miongoni mwa 144,000. Mungu akubariki sana mnapochunguza ukweli huu. Ukweli ni nyingi, kweli tuko nazo nyingi, lakini ni wangapi wako tayari kuzifuata? Mungu awabariki. Wacha niwaombe. Mungu wetu na Baba yetu, nakushukuru kwa sababu umekuwa pamoja nasi. Tunapojitahidi kuwa miongoni mwa 144,000, tusaidie, tuongoze na utulinde tunaposafiri katika safari ngumu, kupitia jina la Yesu Kristo na baraka. Amen.